Karibu sana. Tunaendelea katika mafundisho yetu namna kumlinda mtoto na mama mjamzito katika ulimwengu wa kiroho. Leo niko sehemu ya 7 ya masomo yetu. Kama ni mara ya kwanza kuingia katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, uchukue fursa hii kuweza kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu na vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Leo tunajifunza kwa habari njia rahisi ya mama mjamzito kuweza kujifungua kwa wepesi. Njia rahisi ya mama mjamzito kuweza kujifungua kwa wepesi. Ndugu unanisikiliza, mama mjamzito unanisikiliza, au binti ambao hujapata mimba unanisikiliza, binti ambao hujapata mimba unanisikiliza, katika ulimwengu wa roho, mimba wakati unapoenda kujifungua, ile ni hali ya hatari sana. Katika ulimwengu wa roho ni hali ya hatari sana. Kwa nini ni hali ya hatari? Kwa sababu mama mjamzito anapoenda kujifungua, ufalme wa giza unakuwa mahali pale ili kupambana na huyo mama. Ufalme wa wachawi unakuwa unafuatilia ili kupambana na huyo mama. Na mama mjamzito anapoenda kujifungua, kuna mawili, kuna kupona au kufa. Na ndio maana hakuna mtu mwenye uzoefu katika kujifungua, hakuna mtu mwenye uwezo mkubwa katika kujifungua. Katika kitu unachotaka kutujifunza leo, ili ujifungue kwa urahisi, upate mtoto kwa urahisi, maana sio kwa bahati mbaya, bali kwa urahisi, unatakiwa ufanye mambo yafuatayo. Mama unapopatwa na uchungu wa kwenda kujifungua au kuzaa mtoto, mama naomba uzingatie mambo yafuatayo. Cha kwanza, wakati unapatwa na uchungu mzito, namba 1, katika ulimwengu wa roho, omba maombi ya rehema. Omba maombi ya rehema. Wakati mama umepatwa na uchungu mzito, ingia katika maombi ya rehema. Maombi ya rehema yatakusababisha kuwa karibu na Mungu. Mungu ataiona nafsi yako kwa wepesi zaidi. Maombi ya rehema yatasababisha Mungu awe karibu na wewe na kukusikiliza na kukuona. Kumbuka Isaya 59 mstari ule wa 1 mpaka wa 3. Maandiko yanasema, mkono wangu sio mfupi hata ukashindwa kuokoa, lakini maovu yao yamenifarakanisha na kuniweka mbali nanyi. Na sikio langu, anasema sikio lake Mungu sio zito hata likashindwa kusikia. Lakini Mungu asikii. Kwa hiyo dhambi inakuweka mbali na Mungu. Mama mjamzito, dhambi inakuweka mbali na Mungu. Kwa wakati umekaribia kwenda kujifungua, umeona viashiria, dalili, kabla mwezi mmoja, wiki moja, wiki 2 kwenda kujifungua, anza hiyo wiki maombi ya rehema kwa ajili ya kutengeneza mahusiano mazuri kati yako na Mungu, kwa ajili ya kutengeneza mahusiano mazuri kati yako na mbingu, ili unapotembea ukiwa katika hali ya utakatifu, Mungu anakuona. Mungu anakuona. Unapotembea ukiwa katika hali ya utakatifu, Mungu anakuona. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Hiyo ni hatua ya kwanza, utakatifu. Kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 8. Mathayo sura 5 mstari wa 8. Maandiko anasema, heri wenye moyo safi, maana hao
ndiyo watakayemuona Mungu. Lakini tunaendelea kuangalia, hiyo ni hatua ya kwanza ya mama mjamzito kujifungua salama. Mama mjamzito kujifungua salama. Hatua ya kwanza ni hatua ya kutubu, kutengeneza mahusiano mazuri kati yako na Mungu kabla ya wiki moja kujifungua, kabla ya mwezi mmoja kujifungua, uwe na maombi ya rehema. Hatua ya pili itakao kusaidia mama mjamzito kujifungua salama. Hatua ya pili ni hatua hii hapa. Ni hatua ambayo tayari weka agano kati yako na Mungu, kwamba Mungu, ukinisaidia kujifungua salama, Mungu ukijisaidia nikajifungua salama, nitakutolea hiki, nitakupa hiki. Ukinivusha mimi na mtoto wangu kwenye jambo hili la kwenda kujifungua, nitatoa hiki kwa ajili yako. Hata iwe 20,000 iwe 10,000, weka agano na Mungu kwa njia ya sadaka yako katika ulimwengu wa roho. Kwa nini uweke agano? Kwa nini utoe sadaka? Kwa ajili ya hilo swala unaenda kufanya. Sadaka huwa inafunga kwenye ulimwengu wa roho. Kwa kama kuna tukio ambalo wamepanga wakuondoe kwenye hiyo mimba, walete mauti, walete uharibifu, wanashindwa kwenye ulimwengu wa roho. Kitabu cha Zaburi sura ya 50 mstari ule wa 5. Zaburi sura ya 50 mstari wa 5. Biblia inasema haleluya, ni haleluya, anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu walioweka agano nami kwa njia ya zabihu. Kwa siri ya pili ya mama mwenye mjamzito ili ujifungue salama, lazima uwe na agano. Siri ya tatu, lazima uwe na msaidizi. Maana unapoenda kujifungua unatakiwa una msaidizi wa kukusaidia. Msaidizi sio wa kimwili. Maana yake hakuna mtu ambaye anaweza akakubebea uchungu ulionao. Hakuna mtu ambaye anaweza akakusaidia kuzaa, kusukuma mtoto, kupushi mtoto kutoka nje, kuzaa kile kiumbe. Hakuna mtu anayeweza kukusaidia, lakini unahitaji msaidizi wa kiroho ambaye anaweza kukusaidia wewe kujifungua salama. Ukisoma katika maandiko, Warumi, maandiko yanasema sura ya 8, maandiko anasema Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu, utusaidia kadhalika hata kutuombea. Anatuombea Roho wa Mungu, anatusaidia Roho wa Mungu. Ni msaada, msaidizi wako, kama ulivyokuwa na msaidizi pale nyumbani anayekusaidia kuosha vyombo, kufua nguo, kudeki, kupeleka watoto shuleni, msaidizi wa dukani, msaidizi wa kupika chakula. Ndivyo Roho Mtakatifu ni msaidizi wako we mama mjamzito, anakusaidia kwenye kujifungua. Kwa wakati unapoenda kujifungua, usimsahau Roho Mtakatifu au kuzaa. Unamwambia Roho wa Mungu, mimi siwezi, sio kwa akili zangu, sio kwa ufahamu wangu. Roho Mtakatifu nisaidie katika kujifungua huku. Roho Mtakatifu ukanifunike kwa nguvu zako napoenda kujifungua. Roho wa Mungu akiwa juu yako, akikufunika katika ulimwengu wa roho, tayari moja kwa moja unaweza kujifungua kwa amani na kwa usalama katika maisha yako. Kwa nini? Kuna wakati unachoka, umebeba uchungu, umekuja muda mwingi, umechoka, wezi, unaambiwa sukuma, wezi, maana yake unakufa. Sasa unaambiwa sukuma, pushi, wezi. Kuna wakati upo hapo sasa, ndipo pressure inapanda, kisukari kinapanda, ndipo hapo sasa pressure inapanda. Kwa hiyo ukiangalia huko unaambiwa kuna pressure imepanda, iko 200, 300, 400. Unaona, unasikia pressure imepanda, iko juu. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Na wakati unaenda kujifungua, usimwangalie mtu yoyote, hata ikwambia ni pressure ya kufa. Mwambie nesi, Roho Mtakatifu yuko pamoja na mimi. Dokta, Roho Mtakatifu yuko pamoja na mimi. Nitaingia salama leba na nitatoka pamoja salama. Tutakuwa pamoja Roho Mtakatifu. Wewe unasema tu ndani ya moyo, Roho Mtakatifu nisaidie.
Roho Mtakatifu nisaidie, Roho Mtakatifu nisaidie, msaidizi wangu Roho Mtakatifu, msaidizi wangu Roho Mtakatifu nisaidie, nisaidie, nivushe katika hili, nitoe katika hili. Roho wa Mungu. Hiyo ni hatua ya pili ya kuweza kutoka katika hatua ya tatu ya kuweza kujifungua salama au kuweza kuzaa mtoto wako salama. Hatua ya nne, maana unapofika watu wengi hatua ya nne, watu wengi hatua ya nne ya kujifungua salama, usimsahau Yesu Kristo. Mwambie Yesu, wewe ndiye njia ya kweli na uzima. Uchungu na uma, namwambia wewe ndiye njia ya kweli na uzima. Toa njia katika jambo hili, toa njia katika jambo hili. Wamama wengi unapoenda kujifungua huwa wanamuita mama, mama nisaidie, mama nisaidie. Wengi wanamuita mume wako, mume wangu nisaidie. Mume wako anaweza kaa yuko baa, mume wako anaweza kaa yuko kwenye dhambi, hawezi kukusaidia, hawezi, au anaweza anakuhurumia lakini hawezi kukusaidia. Lakini ukiita Yesu Kristo, wewe ndiye njia, Yesu nisaidie katika hili, Yesu niwezeshe, nipiganie katika hili, Yesu anakuwezesha, Yesu anakupigania, na utajifungua salama, utazaa salama, na utampata mtoto salama. Na kitu kingine ambacho atakuwa kifanya, omba malaika wa Mungu, malaika wa Mungu wakuzalishe pale ambapo unapoenda kujifungua. Omba malaika wa Mungu wakuzalishe, wawaingilie wale watu wakuzalishe. Naomba unifuatilie katika somo lijalo kwa kusubscribe channel hii na kulike channel hii. Weka comment yako hapo chini na Mungu akubariki sana. Na bila kusahau, mwisho wa masomo haya takuwa na maombi na mama wajawazito na mama ambao wana watoto. Tutaomba pamoja. Ili upate maombi haya lazima uwe umesubscribe channel hii. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Amen.